الحمد لله على الإسلام دين العلا والعز والسلام. الحمد لله على الإسلام دين العلا والعز والسلام. ثم الصلاة والسلام أبدا تشمل خير خلقه محمدا. ثم الصلاة والسلام أبدا تشمل خير خلقه محمدا. الحمد لله ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في محكمه كتابه العزيز: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. ويقول الحبيب المصطفى في حديثه الشريف عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان. Hii ni aya ambayo kwamba aya hii inatupeleka kwenye yale maudhui topic yetu tunaoendelea nayo ya al-a'warul kadhab, one eye liar. Kwa bracket Dajjal. Aya ambayo kwamba tumefikia ni aya inayosema: ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaitan fajtanibuhu. Mwenyezi Mungu asema hakika ulevi na kamare wala ansabu na kuabudu masanamu wala azlamu na kupiga ramli, rijsun ni uchafu katika uchafu ambao kwamba unaongozwa na sheitani. Mwenyezi Mungu atuambia fajtanibuhu, jiepusheni na huo uchafu wa ulevi, jiepusheni na huo uchafu wa kamare, jiepusheni na uchafu wa kuabudu masanamu, na tujiepushe na uchafu wa kupiga ramli na kutegemea waganga. Aya kama hii katika khutba yetu ya kuhusu Dajjal tulizungumzia al-khamru katika pati yetu ya 4, tukazungumzia walmaisiru katika Dajjal pati yetu ya 5. Leo tuko Dajjal pati ya 6, tuamaliza al-ansabu wal azlamu. Ansabu wal azlam, kule kuabudu masanamu kwenyewe.
ibada ya kuabudu masanamu ilikuweko kutoka Nabii Allahi Adam kwa riwaya tofauti tofauti. Yani yasemekana Kabili yule alipoasi na akamua ndugu yake Habil, kisha aliendelea mwisho akaabudu sanamu. Kabil yasemekana alianzisha ibada ya kuabudu masanamu. Tuache kwenye Kabil ambayo kwamba iko mbali sana historia, tuje kwa Nabii Allah Nuh alayhi salam. Nabii Allah Nuh katika suratu Nuh yenyewe asema, qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara, ewe Mola, mimi hawa kaumu zangu nimewalingania usiku na mchana. wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Nabii Allah Nuh kisha mwambia Mwenyezi Mungu, nimewafuata da'wa door to door. Yani Nabii Allah Nuh baada ya kuwakusanya watu, kisha akawafanya da'wa ya kustopisha watu wasiabudu masanamu, basi door to door, kama vile biashara zetu tunazozifanya. Wewe wahisi kwamba biashara yangu nikimfanyia mtu service ya door to door ndio biashara yangu itapanuka. Nabii Allah Nuh alayhi salam alikuwa na fikra kinyume na sisi. Vipi nitaipeleka dini mbele? Akajua kuna door to door, basi akawaiwenda door to door. Sisi tumegeuza ile da'wa door to door, tumefanya business door to door. Nabii Allah Nuh akawaingia kwenye majumba akiwalingania watu wawache kuabudu masanamu. Asema akiwafuata watu akizungumza nao, wale watu wanaziba masikio, wengine wanajifinika bindi, wanajifinika na bedsheet yale, hawataki kumuona, hawataki kumsikia. Na wengine walikuwa Nabii Allah Nuh akija wanafanya fujo. Na hii ni mifano iko mpaka sasa. Wewe ukisha kumwona ule shekhe yuaja kukulingania, ama wajuazi huyu yuaja kunifanya mimi, ama yuaja kunipa nasaha nikaswali, wewe ndio utaanza kujifanya wa chat. Huna tofauti na waliotajwa kwenye Qur'ani, utajifanya anza ku chat atu itakusikia. Na hiyo utajifanya ndio hiyo kuziba masikio Ile kuziba masikio ndio simu. Kwa sababu gani? Waona kuna watu 4 5 waja, basi wamva vilemba, basi waona hawa watanipeleka msikitini basi utajifanya uko busy. Wa asarru, na wengine ufanya fujo kabisa, piga mayoe ili yule jamaa atasisikike ile maneno. Atamwambia pandisha sauti, kama mkuja nyumbani wale mashekhe wataka kufanya dawa, basi washa sauti ya nyimbo. Zitashwa nyimbo, nyinyi mtasikua musiki pale, mtashikandia muendezeni. Haya mifano haya yako mpaka tarehe leo. Usione ile Qur'ani baada ya kuzungumza hii ni storybook imeisha, yaendelea mpaka sasa. Nabii Allah Nuh alipigana na watu waabuduji masanamu mpaka akashinda. Kushinda kwake kulikuwa ni tofauti na kuleta kwenye masala ya kuabudu masanamu ni rijsun. Mwenyezi Mungu asema ni uchafu katika vitendo vya shetani. Na ukiingia kwenye trap ya kwenye masanamu, wewe 100% ndio utaingia kwenye ibada za kuabudu mashaitani. Dajjal ni yule mtume aliyetuambia ma min nabiyyin, hakuna mtume aliyekuja kabla ya Profeti Muhammad sallallahu alaihi wasallam isipokuwa andhara ummatahu, aliwatahadharisha umma wake kwamba kuna al-a'warul kadhab. Na kumbushana tena na naikumbusha nafsi yangu, ikiwa mitume wote wamemzungumzia huyu one eye liar, huyu Dajjal, jamaa msione jambo dogo. Wajua sisi tuliona kitu tu kidogo tu hivi,
Mtume amekuja na mitume wengine wamkuja wakatutahadharisha kuhusu Dajjal, basi imeisha. Haijesha jamaa. Wewe ni jukumu lako Muislamu umkumbushe Muislamu mwenzako kwamba hili litakupeleka mpaka kwenye ibada za masanamu au ibada za kishaitani. Huyo one ailaya yuwaja. Lakini mimi katika mpaka sasa nimefika Dajjal pati 6 katika mazungumzo yetu. Sikwambii Dajjali yule ambaye kwamba atakayekuja tulioambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ya one ailaya ana jicho moja. Sikwambii huyo, mimi nakwambia system. Sasa ile system kwenye masala ya kuabudu masanamu yatupeleka namna gani? Ile system nimewaambia, system kwenye ulevi, tukazungumzia system kwenye kamari, tukazungumza system huku nyuma. Hizi ni rijsin, huu ni uchafu tu. Hizi ni zile uchafu, zile program chafu. Lakini madhabod, tabia mbaya. Madhabod ni wewe kufanya biashara za haramu, na madhabod nyingine ni kiingiacho tumboni kiwe ni cha haramu. Sasa kisha kuna uchafu, ndio ulevi. Ukiingia kwenye ule uchafu kuna kamare, ukiingia kwenye uchafu kuna kuabudu sanamu na waganga mwisho. Na angalia Qur'ani ilivyopanga, imepanga alhamru walmaisir, imepanga ulevi kisha na kamare, kwa sababu ni kama ndugu. Kamare ikichezwa bila ulevi haina utamu. Ndio kasika zile kasino ziko ndani ya baa, ndio kamare yatezeka vizuri. Lakini kamare ichezwe nje haipendekezi kwa sheitani. Sheitani atakaiwe mix kamare na ulevi zishikane. Sasa ikiwa huku hizi sport pesa, bet in, hizi vidogo hizi, ichafueni kama kuingia vumbi zile, kwa watana habari. Wewe ukisha kupiga kwenye madhabod, tabia mbaya, biashara haramu, riski inaoingia si halali, kwisha. Hata usipokuwa mlevi, hizi 3 madhabod zishakumaliza. Hata usipoteza kamare, hizi 3 tayari zishakumaliza. Leo tuko wal answabu wal azlam. Nabii Allah Nuh alayhi salam ile ibada ilipomalizika au kazi alipomaliza, kwa miaka 1000 yuwafanya da'wa ya watu wasiabudu sanamu, kwa sababu ni uchafu. Akaja Nabii Allah Ibrahim alayhi salam, inna Ibrahima kana ummatan. Sikiza Mwenyezi Mungu asema nini? Nabii Ibrahim ni mfano, ummatan ni mfano. Mimi na wewe tuchukue yale katika historia, ukitolewa historia Nabii Ibrahim alayhi salam, ifikirie kisha ukompea na maisha yetu na yalivyo, kisha ukopi paste. Ikopi kisha upaste katika maisha yako, uyafanye kama Nabii Ibrahim aliyoyafanya. Nabii Ibrahim alayhi salam, wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnama alihatan inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Nabii Ibrahim akiinuka amuona babake mlezi Azar, kazi yake ni kuchonga masanamu, na mamake mzazi yuwalelewa na ibada ya kuabudu sanamu. Ile system ikawa iko ndani ya nyumbani kwake. Nabii Ibrahim akizaliwa yuko ndani ya system. Ndio nakurudia tena, system ni ngumu, system yenyewe ni very powerful. Usikimbie, pigana mule ndani. Hii system usingoje wewe ukasema hii system tulionayo ni mbaya, kwa hivyo nataka kutoka ndio nikaishi sijui nchi za Kiislamu. Baki umumu, pigana ndani ya system hiyo. Ndio jihadi nafsi iliyobakia sasa. Ile jihadi unaota wewe ya kwenda kupigana na panga ungoje makafiri waja, hakuna tena. Jihadi ya sasa ni system kupigana nayo. Ujitolee mali yako na nafsi yako kupigana na system.
Hadithi niloianzia mwanzo tutaimalizia mwisho, lakini Nabii Ibrahim ni mfano. Sasa Nabii Ibrahim anzaliwa ndani ya system ya kuabudu masanamu. Basi siku moja Nabii Ibrahim alayhi salam alimuuliza mamake, akamuuliza mamake, ewe mamangu, man rabbi, mola wangu nani? Mamake akamwambia, mola wako ni babako, yani Azar. Akamuuliza, na huyo Azar ambaye kwamba ni babangu mlezi, mola wake nani? Akamwambia ni Nimrod, Namrudh. Hapo alikuwa kidai yeye ni Mungu. Katika wafalme waliokuja waliotawala ulimwengu wakadai ni waungu, mmoja alikuwa ni Namrudh. Nabii Ibrahim akamuuliza mamake, Namrudh ndiye mola wa babangu, ndiye mola wako wewe, na ndiye mola wangu, na Namrudh mola wake nani? Mamake akamwambia, mwanangu, kuanzia leo usiulize hilo swali, hapo ndio ushafika mwisho. Nabii Ibrahim yuwapigana ndani ya system, hakukimbia, yumo mule kwenye ile system. Babake akawa yuwampa wale masanamu auze, akawa wale masanamu akiwakokota, yuwafunga kamba wale masanamu, aambiwa kauze, yuwakokota wale masanamu akitembea nao barabarani, kisha akiwaambia watu, nani atakayenunua waungu wasiodhuru na wasonufaisha? Hawadhuru, hawanufaishi. Ndio maana namkokota mimi huyu Mungu wenu, ndio mwangalieni mnavyomtesa. Basi wale watu wa mjini walikuwa wakiudhika sana, hawampendi kabisa Nabii Ibrahim alayhi salam. Nabii Ibrahim alayhi salam akaendelea na tabia hii, mji mzima ikawa wamjua Nabii Ibrahim nani. Nabii Ibrahim akaona da'wa yake haijafanyika na kurudisha tena system. Usikimbie wewe, usiseme Kenya hii wanawake watembea uchi, wanawake watembea na miniskati, wallahi basi nitaka nitoke nikakae Saudi Arabia. Baki umumu kisha funga macho, ndio kupigana na system. Sasa hiyo usiseme ati nitakwenda kuishi sijui mahali huko majabalini. Usikimbia majabalini, baki hapa hapa. Mwanamke akipita na miniskati funga macho, ndio ile qul lilmu'minina yaghuddu min absarihim. Qur'ani atuambia, waambie waumini, wanawake akipita wale uchi fungeni macho. Haina haja kukimbia kwenda majabalini, ati waishi baharini kule utaki kuona wanawake. Baki umumu, ndio ipigane na ile nafsi yenyewe. Si maana wewe kwa kuwa system ni riba ambayo kwa ni mabanking, zile pesa zina rotate kama nilivyozungumza nyuma, ukasema basi sitaki tena kufanya kazi benki, baki mule, kisha usi-encourage watu watukue riba. Mwambie kabisa, bwana uko ndani ya benki, kisha mwambie mtu anakuja ataka loan, mwambie bwana usifanye loan, hizi ni haramu, pigana mule ndani. Sasa wewe ukimbia kule kwa ndio ukweli, nani atakafanya dawa benki? Baki huko. Sijui kama tuelewana. Si halalishi kumwingia kule benki ukasema ustadha, na kueleza wewe ndio bakia huko benki, basi ifanye hiyo kazi. Usiwe katika wale walionaaniwa ukawa muencourage mtu atupe pesa za riba, loni. Na wewe usile loni, sio wakataza mtu kisha mtu kwa loni, maana yake ndio first priority wale staff kupewa loni benki. Ambia kabisa mimi niko hapa lakini situkui loni yenu. Ikiwa hiyo loni na interest wenyewe wasema. Almuhimu unapigana na system mule ndani. Nabii Ibrahim anzaliwa ndani ya system, hakukimbia, ambaki pale kwanza kuteta na mamake na babake. Watu wa mjini wote wakamjua, akaona kazi inayoifanya bado haijakuwa nzuri. Wajua alifanya nini Nabii Ibrahim alayhi salam? Aliotea siku ya sherehe, watu ambao kwamba watu wa mjini wote wanakwenda uwanjani kwa sherehe za sikukuu. Nabii Ibrahim alayhi salam akaingia kwenye ile temple, kwenye ile jumba ambalo kwamba lina masanamu. Sanamu mmoja alikuwa ni mkubwa kushinda wale wengine wadogo. Nabii Ibrahim akawavunja wale wadogo wote,
kisha akachukua kile kishoka akamwekea yule sanamu mkubwa, akamwekea hapa begani kama hichi kishale kilivyokaa, akakieka akenda zake. Jamaa wakija wakifungua, sanamu wote wameangushwa, wote chini, wakimwangalia yule mkubwa wao ana kishoka. Si ndio maana yeye ndo aloua ile picha? Kusa kuiangalia ni maana yeye ndo ameua. Duka lako limvunjwa, kumeibiwa, ukiingia kutoa kimoja na system namna ilivyobadilika na inavyokwenda na ilivyotoka. Nabii Ibrahim alayhi salam hayuko pale. Jamaa katika first suspect ile cabinet wakasema, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu Ibrahim, kuna kijana kazi yake kutukana maungu wetu to aitwa Ibrahim, huyo ndo first suspect. Namrud akasema itwe, akaitwa Nabii Ibrahim. Akiitwa Nabii Ibrahim hapo alayhi salam, akaulizwa, wewe ndio ulovunja hawa masanamu? Akasema, bal faala kabiruhum fasaluhum in kanu yantiqun. Angalia watu waliokuwa wameamka na kupigana na system ya Dajjal. Haikuanza leo jamaa, haya yameanza kutoka kwa Nabii Ibrahim. Haya kuanza kutoka kwa Nabii Ibrahim, yameanza kutoka kwa Nabii Allah Nuh alayhi salam, na hakuna aliyekimbia. Sisi uwerevu wetu ni ukimbie utoke. Basi wallahi wajua mambo mabaya hapa, wenda wapi? Watoka wallahi hapa, mtaa wetu una majanki wingi, baki hapo hapo, kisha ifanye dawa humo. Sasa wewe mtoka ukwenda kule, ukisha kutoka mtaa ukwenda mtaa mwingine, nani atakayewaongoza hawa majanki wa mtaa huu? Ikiwa sote tutakimbia vijijini. Turudi nyuma. Nabii Ibrahim alayhi salam amwambia, huyu mkubwa ndio aliowaua hawa, nyinyi hamumone na kishoka huyu? Si ndio kizibit niki exhibit ni kisha akamwambia, lakini Nabii Ibrahim amwambia, lakini hebu muulizeni, si Mungu huyu? Hebu muulizeni kama tajibu. Yule Namrud akamwambia, wewe wajua hawa hawasemi, kwa nini wataka tuulize? Nabii Ibrahim akaanza sasa, basi mwabuduni Mungu mmoja. Wakishtukia, huyu kumbe ana Mungu wake mmoja. Harikuhu wansuru alihatakum, mchomeni wewe. Angalia, hawakusema ati muweni tu, mchomeni. Kukakusanywa kuni kwa muda wa mwezi mmoja. Story itastop hapa ya Nabii Ibrahim. Tuje kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nimeambia sizungumzi historia ya Nabii Ibrahim na kutoleki na kunukulia kazi walioifanya mitume kupigana na rijsun na masanamu. Akaja Mtume Muhammad. Mtume Muhammad akizaliwa naye amezaliwa kwenye system. Mtume sallallahu alaihi wasallam amezaliwa kwenye system ndani ya mji wa Makka. Mji wa Makka kuna Al-Kaaba, ndani ile Al-Kaaba kuna masanamu 360. Ndani ya Al-Kaaba Mtume yuwatangaza dawa, yuwaswali kuelekea Al-Kaaba, ndani yake kuna masanamu 360. Wewe kimbia system, usikimbia system, baki muda mule kwenye system. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakusema siswali mpaka nivunje masanamu ndani. Kwanza aliswali akielekea Kaaba, na ndani ya Kaaba kuna masanamu. Hiyo ndio kupigana na system huko. Mule usitoke, kisha unapigana nao mpaka uishinde. Mtu wa kwanza aliyeleta masanamu ndani ya mji wa Makka alikuwa ni Amru bin Luhay al-Khuzai. Huyu bwana alikuwa ni mmoja katika malilas, magavana wa mji wa Makka. Akawa ametoka kwenda pande za Sham kibiashara, akawa mgonjwa mahututi, akaja mganga akamtibu. Yule mganga alipomtibu huyu Amru, akapewa zawadi ya sanamu. Yani huyu sanamu ndio alikufanya wewe ukapoa. Yule akaona kitu kikubwa cha kufanya ni kumtukua huyu sanamu awapelekee Waarabu. Katika silsila ya kizazi cha Ismail kulikuwa hakuna kuabudu sanamu, huyu ndio mtu wa kwanza alipeleka. Na ndio hiyo Mtume sema alimuota huyu Amru Luhay al-Khuzai, huyu anininia kwenye naru Jahannam.
kwa kuanzisha ibada ya masanamu kwa kabila la Kiarabu. Na wewe ndio una hamu wa kuanzisha kamari ya SportPesa, ataning'inia huyo, na wewe unaeteza naye utaning'inia. Uchafu ni huu. Huyu bwana akaleta masanamu, wakaanza kuabudiwa mpaka kafika 360 masanamu waliokuweko ndani, mpaka siku ya Fathi Makkah Mtume akaja na Sayyidina Ali radhiallahu anhu. Mtume masanamu ampangwa juu ya zile Kaaba. Mtume amwambia Sayyidina Ali radhiallahu anhu, panda hapa uwavunje masanamu. Sayyidina Ali hawezi kumpanda Mtume sallallahu alaihi wasallam, adabu na mahaba. Amwambia Rasulullah, siwezi. Mtume akamwambia, ndio huniwezi mimi. Mtume alikuwa na nguvu sallallahu alaihi wasallam, sio na Mtume kwa soft kama kwa shako ati diarrhea. Mtume alikuwa na nguvu. Siku moja Mtume alikalia ngozi mbichi, kisha akaambia maswahaba waivute, wakashindwa. Maswahaba wote wavute ile ngozi, Mtume ameikalia tu. Ikiwa Sayyidina Ali kwa Mtume alikuwa hana nguvu, alishika mlango Sayyidina Ali akaufanya ni ngao. Sayyidina Ali alikuwa hana nguvu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini alitoa mlango apigana kwenye vita, akakokoa mlango, ule mlango ndo akaufanya ni ngao. Mlango alipouangusha maswahaba 6 wameshindwa kuinua. Wewe Sayyidina Ali alikuwa vipi? Sasa usimfikirie Sayyidina Ali, mfikirie, jaribu kuimagine Mtume alikuwa na nguvu aina gani, ndio ujue kiongozi wako alikuwa namna gani. Unajua kama Mtume sallallahu alaihi wasallam, utaona sijui Mtume alikuwa matege hivi, sijui mgonjwa hivi, sijui anakwasha maswahaba wasema wakenda kwenye vita, wakitatiwa wote kwenda nyuma ya Mtume, kisha Mtume yosimama hivi asema, Sayyidina Ali asema, hakuna kafiri anayekuja mbele ya Mtume. Akisoma hivi hakuna anayekuja tena, wote hurudi nyuma. Huyu mtu alikuwa namna gani? Sasa Mtume amwambia Sayyidina Ali, panda. Akapanda juu ya Mtume, akayovunda ni masanamu, 360 masanamu moto akatolewa. Ndio mpaka leo hakuna tena kuabudu sanamu, system yarudi tena. Hivi sasa kuna clip ya kweli kwenye YouTube ndani ya Jeddah sahihi, kwenye mall kwa uzwa masanamu. Pole atafika mpaka Makkah, system inarudi hiyo pole tu. Ikiwa hujaiona hiyo, basi nakwambia keep in touch na the system. Ilipokuja Mtume sallallahu alaihi wasallam, alipokuja amechallenge na watu wanaoabudu sanamu, jamaa wakakaa wakasema, hii system ya kuabudu sanamu direct, hii ni old fashion, tuleteni system mpya. Haya, system mpya gani? System mpya iwe ni kuabudu sanamu vile, lakini kwa njia nyingine ya mikato, ambao kwa mwisho itafika mwisho kutaabudiwa sanamu, mutake musitake. Angalia system ilivyobadilika. Na amekwambia tena, mimi kusema Dajjal simuiti Dajjal, mimi nasema system, ndio utaelewa. Nikikutajia Dajjal wewe utafikiria kwingine, nikikutajia system, hii system iko ndani ya msikiti. Hii system tunayozungumza iko majumbani tayari. Ikiwa Mtume wakati wake awaambia maswahaba, naona fitna zaingia kwenye majumba ya Waislamu, itakuwa sasa ziko ndani zinka fitna zenye. Wakati wa Mtume fitna sema waziona, ile system aiona inaingia kwenye majumba, yatiwa kwenye majumba. System iko ndani, tunkaa nayo kwa nyumba ya mashekhe, majumba ya maustadhi. Itakuwa wewe mlaji mirana mgokaa, system sileko. Swala ndio hiyo. System iko ndani ya msikiti, system iko ndani ya majumba, system iko kwenye ndani ya government, system iko kila aina ya kona, haikubakisha mahali. Wenyewe wakasema tulete system mpya. Wajua mimi naita system, lakini wana historia wingi na watu wingi scholars wenyewe wasema huku, ambao kwamba scholars wa secular wasema si system, wasema new world order. Wao hawaiti system, new world order. New world order kuja, namna gani tutaibadilisha system hii? Mmesoma historia moja yasema 1776
Kulikuwa na bwana mmoja aitwa Adam Weishaupt. Huyu alikuwa ni Myahudi. Huyu ndo alianzisha system ya kubadilisha 1776 alikuibadilisha kule kuabudu kwa sanamu tuwekeni kwa mpangilio mwingine. Road to Dajjal. Haya yote ya system ni road to Dajjal. Yule Dajjal akija, ile system itakuendelea. Sio kama tuelewane. Nikupe mfano mmoja. Mtume kwenye hadithi tutakazoziona pati za mwisho huko, Mtume asema huyu Dajjal sallallahu alaihi wasallam asema huyu Dajjal akija ataishi siku 40 tu. Ile kazi yake ataifanya in 40 days. Ile siku ya kwanza atacommunicate na watu wa ulimwengu mzima in 1 minute. Nielewe, dakika moja akisema kitu ulimwengu mzima utamsikia. Sasa teknoloji inayokuja yatupeleka pale kwa Dajjal. Siku maki hutoelewa, lakini kumbuka Trump akizungumza Washington DC, Yesu amsikia hapa in 1 minute. Ndio hiyo inakuja, hiyo ndio system ninayokuambia. Inakuja polepole. Wakaeka New World Order. Wenye katika New World Order wasema One World Government. Hii system haidhuru Waislamu tu bwana, yadhuru binadamu sote. Wajua mfumo wa kidemokrasia haumdhuru Muislamu tu, wamdhuru kila binadamu. Usione wana raha wale wa ndugu zetu wa soko Waislamu, pia wanasafa, wanaumia. Lakini nani wa kuokoa? Ni mimi na wewe, tupigane umumu. Nakwambia tena, usikimbie Malindi kwa kuwa wanawake wana miniskati, funga macho. Usiwatafute mkwenda paka Stardust kule ndo ataanza kufunga macho. Usifanye hivyo. Ankupita bahati mbaya, funga macho. Hiyo ndio unapigana system humo ndani humo. Lakini hali ilivyopelekwa wanaitwist ajabu. Wasema world government. Wakafikiria ile one world government ipika namna gani? Basi wakaleta kitu chaitwa United Nation. Ile United Nation ikiingia Kenya, hakuna Kenya. Hii serikali yetu tulionao, United Nation ikiingia hakuna tena. Unajua mimi kukupa mifano na kueleza wewe ili usijifanyishe huelewi. Wakati wa Kenya kuna vita hapa, wakati wa 2006 vita vile. Mvutano wa Raila, mvutano Mwai Kibaki. Akaja Kofi Annan, mediator kutoka United Nation. Huyo alipokuja government iliseize. Kisha akasema amri ni hii, wewe na wewe ingieni kwenye serikalini mutashare na hakuna lepinga. Huyo ndo Dajjal atakayekuja. Takueleza kwa mwisho namna uangalie ile hali. Wakiingia, wakileta jeshi lao ndani ya Kenya, jeshi letu lina sisi. United Nations na jeshi lao likija, maskari wetu hao sokori wote wana sisi. Pengine utaonelea, ngoja nikupe mfano mzuri tumalize mada ya leo ya Dajjal namba 6. Ambao kama inatupa wala answabu kuabudu masanamu, lakini wameitwist ile. Vipi tutafanya watu wamwabudu huyu sanamu lakini kwa njia tofauti? Wakatuletea WHO. Hiyo ni one world government. WHO, World Health Organization. Wakisema dawa hii haifai, basi sote lazima tukubalini haifai. Ndio Dajjal huyo. Nakwambia tena, usingoje yule kijana yule anayetazaliwa Mtume. Tayari za live yuko, system inaendelea. Wenyewe ita New World Order. Wakatengeza magonjwa ya ukimwi, wakatengeza magonjwa ya Ebola, wakatengeza magonjwa ya kansa, wakatengeza magonjwa ya malaria, wakatengeza magonjwa. Haya magonjwa yakitengezwa, kwa nini? Formula yao ni bring problem, wapelekeni watu shida, kisha muangalie reaction, kisha muape solution. Hiyo ndio program ya system yao namna gani. Leo ndio nakutolea system. Kwanza pelekeni problem, kisha reaction. Ile problem usokipeleka, leteni reaction kwenye media, watu mpaka watetemeke. Wakisha kutetemeka, asapeni solution. Hawa wataabudu sanamu tu hao.
hawa wataabudu tu, hakuna njia nyingine. Nakwambia tena, utajifanya hunielewi. Sikiza nikueleze vizuri. Malaria ilipokuja walituletea aspirin. Aspirin ndio dawa ya malaria. Ikenda wakatengeza billions of shilling, mpaka walipotajirika wakasema sasa tumbadilishe utajiri, huyu ashatajirika, tutafuteni mwingine. Wakasema malaria nyingine inkuja mpya. Haya, dawa yake ni dawa si aspirin. WHO, dawa si aspirin, dawa ni Homa Queen. Tukala Homa Queen wewe mpaka wakatajirika. Wakasema hii dawa hii mbaya. Malaria ni ile ile, lakini sasa hii dawa haifanyi tena. Kuna chloroquine. Chloroquine tukule mpaka leo tuwala chloroquine. Watu wana make billions. Nikikutaja malaria kwa vile utasema ustadi sijakuelewa vizuri. Ngoja nikueleze vizuri zaidi unisikize. Coronavirus walituletea, create ile problem. Kisha wakaingalia kwenye reaction, shida. Na angalia system namna gani yule Magufuli alivyoibiti. Kitu cha kwanza alivyoibiti, alisema media hakuna kutuma message yoyote ya kuhusu corona. Akashaiua corona yenyewe. Lakini hali ni mbaya. Leo uje uone Dajjal anavyosapotiwa katika nchi za Kiarabu. Ni ajabu. Leo wallahi masikitiko wanavyotu control huku ndo kuabudu. Wewe kujate sanamu weke hivi ndo tuabudu sisi. Wakaleta coronavirus. Wakileta coronavirus, wajua kazi ile uko juzi wanafanya nini? Washapata vaccine. Vaccine yenyewe kuna cargo 8,000 zitakazosafirishwa ulimwengu mzima. Cargo zenyewe zitatumia Boeing 747 ndio itakayosafirisha. Huyo Boeing wewe fikiria mzigo atakaosafirisha atatia billions ngapi? Wewe sio fikiria kupata pesa za mhogo, si za barafu. Watu wanafikiria billions of dollars. Cargo 8,000 zizungukia ulimwengu mzima. Target wasema hiyo vaccine watahakikisha binadamu 7.8 billion wamezipata hizo. Amesema one world government. Hakuna nchi ulimwenguni itazuia hizo dawa zisingie. Itakuja tu. Dawa kama hizo ziko njiani zaja. Na tutapigwa nazo. Watoto utasikia siku kuna chanjo warongo, utakwenda mtoto siku na sare alikuja mtoto umeonyesha dungwa sindano. Wewe utakusafiri? Nitakusafiri, dungwa sindano kwanza. Wewe naye utakufanya nini? Mimi pia nataka kutoa pesa benki, upate paka udungwe sindano. Utadungwa sindano. Pesa usipati. Si huduma namba tuliambiwa hivyo tukatishwa huduma namba. Ikiwa hutoi huduma namba pesa tabeki utotoa. Jamani toa huduma. Hata mimi natoa huduma namba. Haya mambo yako yafanyika, sisi tuyaona. Haya ni vitu viko hai. Wallahi, lakini sasa yasikitisha namna vile ninavyokwenda. Ndio mimi nakwambia nahuzunika kwenye moyo wangu ya kuwa na Mwenyezi Mungu ni shahidi. Mashekhe zetu mpaka sasa hawajalikubali hili la kufunga misikiti kwamba ni failure tuloifanya. Jamaa watu wamezuia tu kwamba mpaka msikiti wenyewe wa Maka ufungwa. Wewe fikiri machezo sisi? Leo mpaka usikie msikiti wa Madina wenyewe mfungwa. Angalia tunapotezewa. Sikiza habari mpya nikupatie. World Health Organization, hiyo one world government, wametoa habari juzi kuwa maiti ukifa na corona, basi wewe bodi yako haitransmit, huwezi kupata. Ni maana wale tuliozika kwa corona tumewaonea. Mashekhe kimya, hii ni blanda tumeifanya. Wewe twazika mtu odeskitish ateremshwa na mfuko. Sisi kuzika ni maiti ileke kibla. Una hakika tashuka ule? Wewe tujaribu ni experiment tu, tushike maiti huku na huku itiwe ndani na mfuko. Maiti haioshwi. Tena shekha akwambia, wajua iko sunna, si lazima. Si lazima gani? Si tufeni na maiti yetu. Leo babako wamwangalia hivi, hata huna hakika kama babako. Wajua wengine wanzikwa hata kuona, hata hujui nganzikwa kweli ama mbatwa mochani.
Tuna habari anletwa, atotambia tena baada ya watu kufanya fujo, ataletwa, mtamwangalia ule maiti. Hii mambo gani jamaa? Leo United Nations wasema wazi, baada ya watu tumezika wangapi? Wewe fikiria. Lakini kwao wajua ndio tuabudu sasa. Hiyo leo kikombe system, wewe sio mfikiria Dajjal. System ni coronavirus hii tuliona leo. Maka mpaka leo hawajatia fikra, lakini ule ni mpangilio mpangwa. Huu ni mipango imepangwa na wana watu wao wanaofuata. Mwenyezi Mungu atuweke mbali na fitna Dajjal. Hali ni mbaya. Mwisho kumalizia, wajua kikutolea hizi sana za Dajjal, tasema ustadhi, sasa tufanyeje? Hanikupata kufanyaje? Mtume asema sallallahu alaihi wasallam, man hafidha 10 ayati min suratul kahfi usima min fitnatud Dajjal. Ukahifadhi aya 10 za suratul kahfi, fitna ya Dajjal haikutegi. Nikuulize wewe, sikuulizi watoto wa maustadhi wamehifadhi? Sikwambii wewe unakula mgoka bwana, sikwambii wewe mlevi bwana, nakwambia watoto wa maustadhi wengine hawajahifadhi. Solution mtume tupeleka kwingine. Hizi system zote za corona nilokutajia, mtume kwamba hifadhi aya 10. Ndio ikiwa sisi tuwakimbiza watoto madrasa, watashika nini? Aya 10 katika maisha yako uwe huwezi kuzihifadhi. Hii ndio hali ambayo kwamba iko jamaa. Manake zile aya 10 ni kama maplayer 11 wa Manchester United ama Real Madrid. Wewe umehifadhi De Gea, Smalling, nani? Hao 11 si ni aya 11? Basi si wahifadhi hao. Ustadhi ajua kitoto changu mimi hakishiki vizuri. Mbona shika nyimbo za Diamond? Nyimbo za Mbosso mbona zishika? Lakini ikiwa kuzungumza hizi aya, hii ndio protection ya watoto. Wale watoto wetu hakikisha huli chakula mpaka leo aya 1, kesho aya 2, kesho aya 3, siku 10 utamwona mtoto shahifadhi. Naambia hii mwanangu ni protection forever. Leo atatudunga sindano, watuambia sindano hii ndio itakuwa protection ya magonjwa. Mtoto akizaliwa ajua ana injection adungwa. Kuna magonjwa mengine asimpate. Sisi mtume antupa injection hii vaccine ya suratul kahfi aya 10 za mwanzo. Hakuna system yoyote Dajjal itakutega. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.